tuje tuwachangie Songesha FC wapate mapato, lakini sisi tupate pointi 3 tuchuane pale uwanjani, kwa sababu kwanza sisi wana Simba tunaamini mpira burudani, tunataka tupate burudani ndani ya uwanja wa Taifa. Kama ikitokea mmefungwa, ikitokea tumefungwa ndo tumefungwa bahati mbaya, lakini naamini timu yangu naiamini. Kwanza tuna viongozi bora, usajili bora, na kila mtu ameona tunajenga timu, lakini tunatembea. Tunajenga timu, tunatembea, tumefika fainali. Tumefika fainali kwa timu hiyo hiyo, wachezaji zaidi ya 7 wageni, zaidi ya 7 wageni, lakini wametufikisha fainali. Je, ingekuwa timu ambayo ina muunganiko wa miaka 2-3 watakuja siku ya tarehe 15? Kinatuaminisha kwa sababu wenye mpira wao wameshapanga tarehe ya mwanzo iligairishwa kutokana na madhila yaliyotokea. Mambo yalikuwa mengi, fujo zilikuwa nyingi, mabouncer walikuwa wengi, wahuni walikuwa wengi, mechi bana, wahuni walikuwepo, wahuni walikuwa wengi, wahuni utopolo, atuchezi, wahuni walikuwa wengi. Alama 3 nazo zipenda mimi, alama 3 ambazo tutachuana uwanjani tukapata alama 3. Lakini pia wasipokuja ni haki yetu kupata alama 3. Kwa hiyo alama 3 zote nazitaka. Alama 3 zote nazitaka. Lakini pia salamu zimwendee msemaji wa ujanja. Awatunishie msuli hao marafiki zao. TFF. Maana nikisema marafiki zao, walikotoka kulikuwa kuna uswaiba. Sasa hivi walikofika sasa hivi kubaya. Na uswaiba ukizidi sana, siku zote mwisho wake unafikia hivi moto. Na sisi tunasemaje? Sisi tunasemaje wana Simba? Watunishane misuli, wafanye fujo, wafanye nini, lakini sisi dabi tunaitaka. Waliona shida iko wapi? Shida nyinyi shida mlivyoona ilikuwa wapi? Nadhani viongozi itakuwa wamelizungumza. Kwenye tarehe 8 shida ilikuwa wapi? Tarehe 8 shida ilikuwa kwenye kuizuia timu yetu isifanye mazoezi ya mwisho kuelekea mechi ya dabi. Watakuja, hayo maneno tu hata kwenye kanga yapo, watakuja. Mechi ipo na wana Simba wote tunajua hivyo, Tanzania nzima na waliokuwa nje ya nchi wanajua kwamba mechi ipo, dabi ipo. Simba na Yanga watacheza siku ya tarehe 15. Naam, karibu sana mwana Simba popote pale ulipo. Hii ni Simba Fans TV, sehemu pekee ambayo mashabiki wa bidhaa nambari 1 nchini Tanzania kwa upande wa michezo tunakutana kujadili yale ya kimichezo, lakini kubwa zaidi ni kile ambacho kinachoendelea sasa hivi kuelekea Juni 15 Kariakoo Derby. Niko naye jike la Simba. Wengine wamezoea kumuita Fatma Soda, lakini mimi kwa sababu kuna Simba mwisho, lazima nianze na hiyo. Jike la Simba. Mambo ni aje? Mambo poa kabisa. Umefurahi? Nimefurahi na vibe la tarehe 15. Nimefurahi afu na vibe la tarehe 15. Mwenyezi Mungu akitufikisha salama. Kinachokupa vibe nini na wanasema hawaje? Watakuja, hayo maneno tu hata kwenye kanga yapo, watakuja. Mechi ipo na wana Simba wote tunajua hivyo, Tanzania nzima na waliokuwa nje ya nchi wanajua kwamba mechi ipo, dabi ipo. Simba na Yanga watacheza siku ya tarehe 15. Simba na Yanga watacheza tarehe 15. Watacheza tarehe 15, ndio tunachokijua sisi wana Simba. Watacheza tarehe 15. Kwamba hawachezi sisi hatujui, lakini tunajua mechi ipo. Yes, kumekuwa na hizi ambazo zinazoendelea huko mitandaoni kwa maana, lakini pia taasisi mbili TFF, Young Africans, bodi ya ligi wakiwa wanaendelea kumenyana. Sintofahamu bado kwenye hili inaendelea kushika hatamu. Bado wana Simba mnaamini kwamba watakuja kucheza? Kipi hasa ambacho kinawaaminisha kwamba licha hiki ambacho wanachokizungumza kwamba watakuja siku ya tarehe 15? Kinatuaminisha kwa sababu wenye mpira wao wameshapanga tarehe ya mwanzo iligairishwa kutokana na madhila yaliyotokea. Mambo yalikuwa mengi, fujo zilikuwa nyingi, mabouncer walikuwa wengi, wahuni walikuwa wengi, mechi bana, wahuni walikuwepo, wahuni walikuwa wengi, wahuni utopolo, atuchezi, wahuni walikuwa wengi. Mechi ikagairishwa, lakini wenye mpira wao wakapanga mechi tarehe 15. Basi inshallah sisi wana Simba tunaamini mechi ipo siku ya tarehe 15 na tumejipanga kwenye mechi hiyo. Kinachoaminisha kwamba ipo licha hao kusema hawachezi, nyinyi mmeshikilia kwamba mechi ipo na watakuja kucheza, kipi hasa? Kwa sababu lazima ichezwe, ligi haiwezi kuisha, lazima Simba na Yanga wamalize ligi. Hakuna ligi ambayo itaisha kuna viporo. Lazima mechi ichezwe ili ligi iishe. Kwa hiyo tunaamini watakuja. Twende hapa, viongozi wenu namna ambavyo wameliendea hili jambo
tangu Machi 8 mchezo ulipokairishwa mpaka leo hivi tunaelekea kwenye Juni 15 ambapo mchezo ulipangiwa tarehe nyingine. Wanasimba, kwa namna ambavyo viongozi wenu walililea ama kulihendo hili jambo, kwanza maoni yenu na namna gani, kwa namna gani ambavyo mmelipokea? Sisi kama wanasimba tulilipokea vizuri kwa sababu viongozi wetu walipambana vizuri katika usajili kwa kila kitu kuelekea msimu huu. Kwa hiyo sisi kama mashabiki na wapenzi wa soka tunaamini viongozi wetu hawana matatizo, waliona shida iko wapi waliona shida iko wapi wakapambana mechi iahirishwe na ikaahirishwa, lakini tunaamini tutapata kilicho bora. Waliona shida iko wapi? Shida nyinyi shida mlivyoona ilikuwa wapi? Nadhani viongozi itakuwa wamelizungumza. Kwenye tarehe 8 shida ilikuwa wapi? Tarehe 8 shida ilikuwa kwenye kuizuia timu yetu isifanye mazoezi ya mwisho kuelekea mechi ya dabi. Wao wanazungumza kwamba huwa hawafanyi mazoezi kuelekea mechi hiyo. Sasa sisi tunaamini kila timu ngeni huwa inapewa nafasi ya kufanya, yani kikanuni ipo, lazima afanye mazoezi kuelekea mechi husika. Kwa hiyo kama wao hawakuwahi kufanya mazoezi kuelekea mechi husika kupitia dabi, basi ni maamuzi yao, lakini sisi hatujawahi kuwakataza, hatujawahi kuwafanyia fujo, hatujawahi kuwaletea mabouncer, hatujawahi kuwaletea wauni, hatujawahi wala kiongozi kutoka juu kupiga simu kwamba hao wasiingie wasifanye mazoezi kama walivyofanya wao. Sielewi kiongozi gani mwenye akili potofu ambayo ameipotosha mechi hii. Na sisi kama wanasimba tunaamini viongozi wetu watapambana hilo na tutalifahamu nani aliyeiharibu ile mechi, na sisi tutacheza kama kawaida tarehe 15, lakini tunataka kujua nani aliyechangia kuiharibu mechi ile. Kwa hiyo kumbe na nyinyi mnaamini kwamba kweli kulikuwa na kiongozi, inawezekana kulikuwa na kiongozi alipiga simu Simba wasiingie kwenda kufanya mazoezi? Tunaamini kwa sababu meneja wa uwanja, ina maana meneja wa uwanja hawezi kufanya maamuzi yeye bila kupewa maamuzi na mtu. Na ina maana mtu anayempa maamuzi ya kusema bwana wafungie hao au fanya hivi, ina maana ni mtu mwenye nyadhifa yake, mtu wa juu. Sasa sisi tunataka tunacheza, lakini lazima tunataka tumjue huyo ni mtu aina gani, yani yeye kama nani mpaka azuie mpira, kwa sababu tunaamini, mimi ninavyoamini kama jike Simba, siasa na mpira ni vitu viwili tofauti. Siasa, mpira. Sasa kama yeye ni kiongozi mwenye nyadhifa, ana siasa sijui ana nini, alafu yeye akaja kutonisha msuli kwenye mambo ya mpira. Sasa sisi tunataka kumjua huyu ndo anayetuharibia mpira wetu, wakiongozana na wengine. Wakina nani hao wengine? Wengine au upande wa pili, kwa sababu kama mtu wao, yeye ndio mtu wao ambaye aliyewasaidia au ndio aliyeleta maagizo kwa meneja fungia, kwa sababu sisi kama wana Simba tunaamini hawa wahuni sijui unawajua wahuni, hawana uwezo wa kuizuia Simba isiingie kufanya mazoezi, kwa sababu wale hawana funguo ya geti la uwanja wa Taifa. Mwenye funguo ni meneja wa uwanja, na meneja wa uwanja ndio aliyopata maagizo kwamba kutufungia tusiingie kufanya mazoezi, na yeye ndio aliyosababisha fujo mpaka kuelekea seke hili linaloendelea. Chanzo ni yeye. Basi tuelekee kwenye mchezo wenyewe sasa, tarehe 18 huo tarehe 15. Machi 8 tuachane nao. Kuelekea mchezo huo, Fadlu anasema kwamba ni mechi ya kawaida, wanajiandaa kikawaida kama ilivyokuwa siku zote. Ni kweli mechi na mtani ni ya kawaida? Mechi ya mtani kawaida. Sio umemuona yule kocha alioenda shule ukimwangalia tu kwa upeo wake unajua huyu bonge la kocha. Anajua mpira ni nini. Kwa hiyo anajiamini, ni mechi ya kawaida kama mechi zingine, kama unavyocheza na Namungo, kama unavyocheza na Pamba. Ni mechi kama kama ni mechi zingine tu. Waje, kwanza mimi nashangaa, wao wana wasiwasi gani? Wametufunga mara 4. Wana shida gani? Kwa nini hawajiamini? Waje uwanjani tucheze, kwa sababu hii mechi ndio itakayomtoa bingwa wa ligi kuu. Hii mechi ni kama fainali. Waje tucheze. Shida iko wapi? Kama ni pesa, kama ni nini, kama msuli wao na TFF wanatunishana msuli, watunishane huko, lakini mechi ya tarehe 15 tucheze. Sisi tunaisubiri kwa hamu kama wana Simba. Hamtaki ubingwa wa mezani? Hatutaki ubingwa wa mezani. Tunataka waje tuchuane pale uwanjani, kwa sababu kwanza sisi wana Simba tunaamini mpira burudani. Tunataka tupate burudani ndani ya uwanja wa Taifa. Kama ikitokea mmefungwa, ikitokea tumefungwa, ndo tumefungwa bahati mbaya, lakini naamini timu yangu naiamini. Kwanza tuna viongozi bora, usajili bora, na kila mtu ameona tunajenga timu, lakini tunatembea. Tunajenga timu, tunatembea.
tumefika fainali. Tumefika fainali kwa timu hiyo hiyo, wachezaji zaidi ya 7 wageni, zaidi ya 7 wageni, lakini wametufikisha fainali. Je, ingekuwa timu ambayo ina muunganiko wa miaka 2 mitatu, tungebeba ndoo? Tungebeba ndoo. Hata hii tulikuwa tunabeba ndoo. Sema tu janja nyingi. Huyu katia mkono, huyu kamtia mkono, lakini unaambiwa subira ibada. Tutachukua msimu ujao. Mpanzo nimelitaja mara 3. Wanasema kwamba watani zenu wanamuogopa ile Mpanzo, kweli? Wanamuogopa. Wewe muogopi ndugu mwandishi? Wewe uogopi? Mpanzo mtu kila anayemuona anamuogopa, na kila timu ambayo imecheza na Simba akiwemo Mpanzo anatetemeka. Tuna wachezaji bora. Mpanzo mchezaji mzuri, mchezaji bora, mwenye akili, mwenye kila kitu, lakini pia tuna wachezaji bora kwenye timu yetu, na kila mchezaji aliyesajiliwa pale tunamwamini. Kila mchezaji anayepata namba anafanya vizuri. Kwa hiyo naamini timu yetu liko bora, na msimu ujao tutachukua vikombe vyote. Hakuna kikombe hata kimoja tutakachokiacha. Basi mimi sitaki tuongee sana kwa sababu najua umetoka kazini sasa hivi, unahitaji kwenda kupumzika. Wanasema waje alama 3 watatoa, wasipokuja alama 3 watatoa vile, kwa maana Simba atachukua alama 3, kwa maana Young Africans akija Simba atashinda tu. Ndio ambacho mashabiki wa Simba wanaamini kwamba alama 3 ni za kwao. Wasipokuja wanaamini pia kwa mujibu wa taratibu, sheria na kanuni zilivyo, Simba atapewa ushindi. Unataka alama 3 zipi kati ya hizi 2 ambazo zimeainishwa hapa? Alama 3 nazo zipenda mimi. Alama 3 ambazo tutachuana uwanjani tukapata alama 3. Lakini pia wasipokuja ni haki yetu kupata alama 3. Kwa hiyo alama 3 zote nazitaka. Alama 3 zote nazitaka. Lakini pia salamu zimwendee msemaji wa ujanja. Awatunishie msuli hao marafiki zao. TFF. Maana nikisema marafiki zao, walikotoka kulikuwa kuna uswaiba. Sasa hivi walikofika sasa hivi kubaya. Na uswaiba ukizidi sana, siku zote mwisho wake unafikia hivi moto. Na sisi tunasemaje wana Simba? Watunishane misuli, wafanye fujo, wafanye nini, lakini sisi dabi tunaitaka. Yeye atazungumza, atafanya nini, maana kana kwamba hana kierehere huyu msemaji wa Uto. Ana kierehere kwa sababu msemaji yoyote lazima awe mtulivu, awe na hekima, lakini jinsi ninavyomuona huyu msemaji wa klabu ya Uto, utulivu hana na hekima hana, anazungumza anaropoka, kwa sababu ukitaka kumwangalia vizuri huna chamana utakachoambulia chamana, mara hivi mechi kudaiwa mnadaiwa nyinyi, njoeni mezani na kila kitu na vidhibiti vyenu, tukae tupigane mahesabu. Mnakwenda mnapeka katasi mnakimbia. Kwa hiyo nasemaje leo vugu walikimbia? Ndugu mwandishi, wewe hujui kama walikimbia? Mimi nilisikia wameenda wamepeleka tu barua. Wamepeleka barua, tena wamepeleka wakiwa nje, kwa sababu hata ofisini waingia wamesema hawataki kikao. Lakini yeye ana kierehere kila sehemu, yeye yupo. Sasa sisi tunasema watunishane misuli, wafanye nini, wapigiane kelele, wafanye nini, lakini sisi wana Simba tunasema tunaitaka dabi. Watunishane misuli na nyinyi Simba. Watunishiane misuli wao na watu wa TFF. Sasa uwanjani, sasa hapo ndo ninapozungumza. Uwanjani tutakuja kutunishana misuli uwanjani. Na jambo litapatikana pale. Wakija sisi wana Simba tuna imani, wakija tunao pointi 3 tunachukua, wasipokuja pointi 3 tunachukua. Pointi 3 nzuri za kufuana uwanjani tukachukua, lakini wasipokuja pointi 3 pia tutachukua, na kombe tunalitaka na tumezamilia. Timu yetu iko kambini na inafanya mazoezi. Sasa wao wanaosema wafanye mazoezi, sijui wafanye nini, sijui ya wachezi hizo mechi zingine zizoni, watajua wao. Lakini sisi ni watu wa mpira na tutacheza mpira. Hapa mpira tu, siasa huko. Kila Simba mimi natamani uwaambie watani basi watangaze uwanja na viingilio hata kama hawatokuja, ili wana Simba mwatajirishe. Si wanadaiwa? Wanadaiwa ili tuwalipie madeni. Watangaze uwanja, ikiwezekana hata tiketi za mzunguko za 5,500 watufanyie 10,000, wana Simba tutanunua. Za 20,000 wafanye 40,000 tutanunua, na za 40,000 wafanye 60,000, wana Simba tutanunua, kwa sababu sisi tupo kwa ajili ya burudani. Tunaitaka burudani tarehe 15. Kwa hiyo waje, tunawaambia waje, wasiogope.
wametufunga mara 4, shida yao iko wapi? Waje uwanjani, tuje tufuane uwanjani sijui na nini, pointi zetu zikikatwa sisi kifanya nini? Huyu mwenye kierere huyu wauto huyu. Sasa wasipokuja wanategemea nini? Wasipokuja wanategemea nini? Sio kama kukata pointi. Lakini mimi si shinikizi wasije ili nipate pointi, na shinikiza waje ili tucheze tupate pointi 3 tusonge mbele. Ligi lazima iishe. Ligi lazima iishe. Ligi lazima iishe. Lazima iishe. Basi tumalizie, waongea na wanasimba wenzako kuelekea tarehe 15. Nadhani inaweza kaa siku ya furaha kwa wanasimba kwa maana ya kuchukua alama 3 kwa mtani na ikiwezekana kutangaza ubingwa kabisa. Labda unawaambia nini wanasimba wenzako kuelekea siku hiyo? Mimi kama Jikera Simba nawaambia wanasimba wenzangu tuhamasishane kwenye mechi hiyo, tuje kwa wingi, tuje tuwachangie Songesha FC wapate mapato, lakini sisi tupate pointi 3 kokote waliko mikoani nje ya nchi. Waje, dabi ipo, nawaambia dabi ipo, waje kwa wingi, tuje tuwasapoti wachezaji wetu, tupate alama 3, tupate pointi 3, tuchukue ubingwa. Na ubingwa tunautaka, ubingwa tunao na tunatamba nao, tunautaka kwa hali yoyote, wacha wapigane, ubingwa tunautaka. Asante sana. Asante ndugu mwandishi.